Shalom, shalom mtu wa Mungu. Leo Kristo Yesu amenipa neema niongee nawe, ni kukaribishe kwenye ibada ambayo tutaifanyia hapa Dodoma Mkonze Maua. Naifafanua, lakini pia nitafafanua kwa kina, sababu kuna wengine kama nasema kulingana na harakati zako vile unavyokuaga unafanya kwenye mitandao haukutakiwa ujiseme uko wapi, ujiweke hadharani. Mimi niseme kwamba maisha ninayoishi niko hadharani sana. Hakuna nachokifanyaga nikiwa kifichoni. Kwanza hata kazi mimi ninafanya mazingira yaliyo wazi kabisa. Mjini na mahali ninapofanyia kazi ni mazingira yaliyoko wazi sana, lakini pia niliwahi sema kwamba nitarejea Dodoma nikiwa kwenye harakati za hapa na pale, nilipokuwa Arusha, Moshi, baadaye nikaenda Mbeya, nikawa maeneo ya Sumbawanga kule. Nilitoa taarifa nikisema kwamba nitarudi Dodoma, lakini pia nikiwa Mbeya nilitoa clip. Kwa hiyo kwa wewe unasema sasa ukutakiwa ujiweke wazi, mimi niko wazi, hakuna kilichofichika. Lakini pia mimi sijaiba, sijaua, sijafanya kitu chochote kibaya kistahilicho hukumu. Nazungumza nini hapa? Nachotaka nizungumzie ni kuhusiana na ibada tutakaifanya tarehe 3 mpaka tarehe 5, ambayo tarehe 3 itakuwa siku ya Ijumaa Kuu mwezi wa 4. Nadhani kukaribishe wewe ambaye unahisi kuna maana ya wewe kufanya ibada. Yaani kuna uko duniani, unaishi uko duniani, unajisi uko duniani, uwe sababu ya wewe nawe kuwa sababu ya kuitwa Pasaka. Ifahamike neno Pasaka ni ukombozi. Yesu alifanyika kuwa ukombozi wetu, ili na sisi tuwe sababu ya ukombozi wa watu wengine. Kwa hiyo nisome maandiko haya nikuweke sawa kidogo. Kwa maandiko haya. Nianze na Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Inasema hivi: katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Yaani Yesu alijitoa uhai wake kwa ajili yetu sisi, na sisi imetupasa kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Ninachotaka nizungumzie ni hivi kwamba kwenye kongamano hili au ibada hii, maana tukiita kongamano si kongamano, ni ibada ambayo tutakutanika mahali pamoja, watu tofauti kwa hapa Dodoma. Hii ibada hii itakuwa imelenga kuelezea jinsi gani ambavyo unavyoweza kuwa sababu ya wewe kuwa Pasaka. Ninapozungumzia Pasaka nazungumza sababu ni kitendo ambacho tukizungumzia Pasaka mpaka leo tokea Yesu alipouawa mpaka leo ni kitendo kinachoazimishwa kwamba kuna mtu alijitoa nafsi yake iwe fidia kwa ajili ya wengi. Kuna mtu alipambana kwa jitihada, kwa nguvu, kwa kila namna, kwa kujitenga na mazingira, kwa kufanya kilichotakiwa akifanye, mpaka akawa ni sababu ya watu mpaka leo wanakumbuka ile siku ambayo aliuawa msalabani mpaka kaja akafufuka. Hiyo haijasaulika mpaka leo kwenye dunia. Lakini bila shaka katika dunia hii wako watu siku zao za kufariki kwao, au aidha mfano Magufuli niona ilikuwepo kimbukizi ya miaka 5 ya kufariki kwake, si ni miaka 4 si miaka 5. Lakini pia wako akina Mwalimu Nyerere ambao mpaka leo ziko namna ambazo huwa zinaazimishwa wakisema si siku ya nini aliyofanya Nyerere sisi. Sasa nikuhakikishie kwamba ubinadamu ni kuwa huyo, vinginevyo labda wewe ni msukule tu uko duniani kushangaa vile tu vinavyokuwa vinaenda hovyo, kazi tu ni kulalamika, sasa hivi bwana, yani mambo tu yameharibika. Mimi nataka nikwambie hakuna anaweza kuyarekebisha. Anaweza kuyaona namna ya kuyarekebisha ni wewe. Wewe ndio unayeona jinsi gani haya mambo yanavyoweza kurekebishwa. Na kuhakikishia usizani yuko mjomba, yuko babu au yuko mtu atakayetoka kuzimu aje yafanye mambo yawe vile unavyotaka. Na kuhakikishia wewe ndio unayeona ufanye nini. Ngoja nikusomea hapa andiko jingine hapa katika Kumbukumbu la Torati hapa. Sikia maandiko haya. Kumbukumbu la Torati hapa nikusomee sura ya 30 mstari wa 11. Sasa kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali, si mbinguni, hata useme ni nani atakayepanda mbinguni atuletee, aje atuambie tusikie tupate kuyafanya, wala si ng'ambo ya pili ya bahari, hata useme ni nani atakaye tuvukia bahari akatuletee, aje atuambie tusikie tupate kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sana,
li katika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Nisome na 29 hiyo Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 29, sema hivi: mambo ya sirini ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye. Maneno yote ya sheria hii sio tuishie tu kuyasikia, tuyafanye. Na kuhakikishia wewe, pengine wakati mwingine huwa unajaribu kukutazama na kuniona, sio huyu mtu atakuwa kasoma sana, huyu mtu ni wa tofauti, huyu mtu ni wa kipekee. Upekee nilionao haujaundwa kwa sababu nilikaa tu mahali nikiwa ninaona tu kwamba mambo yanaharibika, niko tu sasa nasema ila sasa kwa kweli dunia inaharibika. Mimi kiujumla, mimi niliamua kuhesabu tu gharama. Mimi ndio nimeokoka 2017, nimelewa chini ya kanisa jingine 2021 mwezi wa 5 tarehe 27. Niliamua kuambatana na mzee au mchungaji mwingine ambaye alianza kunilea, amenifanya kuwa hivi nilivyo. Hivi nilivyo ni matokeo ya mimi nilisikia maneno sana, nilisikia yakihubiriwa sana kwamba wewe unatakiwa kuwa sababu ya majibu katikati ya jamii au uko duniani ili kwa ajili ya kushangaa. Vinginevyo uwe taila tu ambaye wewe umekaa tu unashangaa, mambo yanaharibika tu unashangaa. Mimi nikuhakikishie, duniani umekuja kuipeleleza nchi, umekuja kuwa sababu ya majibu, umekuja kuwa sababu ya mwanga katikati ya jamii yako. Ngoja nikusomee andiko jingine pia hapa, nikuunganishie maandiko haya, usikie mtu wa Mungu. Au duniani kushangaa mambo, uko duniani uwe sababu ya ukombozi. Sikia nikusomea hapa katika Isaya pia 60 mstari wa kwanza tu kabisa. Sasa ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litaifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Bwana atakuzukia wewe na utukufu wa Bwana utaonekana juu yako. Atakuzukia wapi? Pia Mungu hazukii watu mali popote, huzukia Mungu watu walio wanyenyekevu, waliopondeka moyo, ambao daima watapatikana mazingira ya kanisani. Nikuhakikishie, kazi ya kujadili kuhusiana na Pasaka si sherehe ya Pasaka. Katika watu tu mataila ndio huwa hawana uwezo wa kujua kazi ya Pasaka ilikuwa ni nini. Kazi si hizi sherehe zote, si zilikuwa kazi yake nini? Si Christmas, si Pasaka. Ni walio katika tu fuse za kichwa, ambao wenyewe watasali popote, wataishi vyovyote, mahali popote wenyewe watakuwepo, watapatikana. Ila kwa watu sensitive, watu wenye akili, mara nyingi huwa wana namna ya kujioji, hivi hizi sikukuu au hii sikukuu, kwani imekuwaje mpaka leo imekuwa inaitwa sikukuu? Imekuwaje mpaka leo imekuwa inaitwa sikukuu? Chanzo chake ni nini? Ililenga mimi ninapokuwa naisherehekea au napokuwa napewa taarifa ya hiyo sikukuu, ililenga mimi niweje? Ililenga mimi nitafakari vipi, niwaze vipi, nianze kuyatazama mambo kwa sura gani? Sasa tuko na jamii ambayo wanaishi tu, unakuta hawajui chochote kilipoanzia, hawajui vitakapoishia. Kuna kitu fulani niliwahi soma kitabu kimoja kilichoandikwa kwamba wakoloni au mzungu alichofanikiwa ni alifanikiwa kufuta historia ya Mwafrika. Yaani kufuta asijui alikotokea, zaidi tu wakampachikia historia ya kwamba wewe ulikuwa nyani, yani chimbuko lake alikotokea. Sasa na mtu usipokuwa unajua wapi unakotokea, huwezi kujua unakokwenda. Historia yako ikishafutwa, kumbukumbu, memory card yako ikafutwa, hujui ulikotokea ni wapi, hata unakokwenda huwezi ukajua. Na ndicho alichofanikiwa sana wazungu, ndio maana wamewekeza kwenye mitandao ya kijamii. Watu wanapenda sana vituko, vichekesho, movie. Wamewekeza nguvu kubwa hiyo kwenye hivyo vitu, na kwa sababu wanadamu kwa asili tunavutwa sana na nguvu ya mabaya, kwa sababu wengi wetu hatujalelewa kwenye namna moja ya mazingira yanayotuambia tu mema. Tumelelewa kwenye namna ambayo tuko kwenye mabaya na mazuri, na kwa kuwa mabaya mara nyingi huwa yana shauku ya kumvuta mtu. Hata Adam mwenyewe au mke wa Adam yule Hawa alivutwa, kwa sababu mabaya mara nyingi yana nguvu unapokuwa unayatazama, na ukisha kuyachukulia hatua yanakuzuru baadaye, ndio unaanza kusema ningejua. Sasa ndivyo ilivyo. Sasa hivi utashangaa watu wanatamaa zina kichwani, hawajui hata inapotokea. Lakini ukisoma maandiko yanasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Sasa mwisho wa siku, kwa sababu Mwafrika sasa anaishi tu kama msukule, hajui anapoenda, hajui anapotokea, mwisho wa siku upo katikati tu. Sasa na mwisho wa siku ndio utajikuta hali zozote zinazowapata wapagani ambazo hawana majibu, wamebaki tu na maswali kichwani, hawaelewi watafanya nini. Nawe pia upo tu, na kwa kuwa mimi nakuhakikisha kazi ya kusali ilikuwa ni wewe katikati ya jamii iliyokata tamaa, wewe utakuwa unatoa majibu. Ndio maana ya kusali kwako. Vinginevyo
wewe unasali kimisukule, unasali kimizimu, yani wewe upo tu duniani, kasi sukule sio sukule. Amina nakwambia, kazi kabisa ya ibada, kazi kabisa ya ibada ambayo tulikuwa tunatakiwa kama tutakaa ibadani, tulikuwa tukae tujihoji kwa nini mambo yako hivi. Alafu unakutana jamii iliyokata tamaa inayokwambia mambo hayawezekani. Wewe tu kuleta habari unasema hapana, inawezekana. Kwa sababu ukisoma vizuri tu wenzetu wote wa kwenye Biblia walikuwa wanasema tunaona shaka, utaona shaka lakini hatukate tamaa. Huyo ni Mtume Paulo. Ukisoma kuhusiana na Yoshua walipokuwa wametoka kuipeleleza nchi, Israeli wengine wote walienda pamoja nao, wale watu 10 sina ngapi 12 pale walienda nao pamoja nao. Anza kusema wewe ile nchi inawala watu. Ile nchi Kalebu tu na Yoshua kuleta habari akasema hapana, tutashinda bila shaka, twende tutamalaki. Bwana ikiwa tu atatufurahia tutashinda bila shaka. Na kuhakikisha kazi ya ibada ilikuwa ni wewe kuwa na majibu, wewe kujaribu kukutia faraja katikati ya jamii iliyokata tamaa, wewe kuwa majibu. Watu hawaoni sisi tutapita wapi, unasema mimi nahisi njia iko pale, naona njia iko hivi, tupite pale. Na kuhakikisha kazi ya hizi sikukuu zote tunazosherehekea, si Pasaka, si Christmas, zote zilikuwa kazi yake tukikaa tujadili. Huyu mpaka leo hii wanamwazimisha kwa Christmas, huyu aliyetufanya tumekaa hapa, huyu aliyefanyika mpaka leo tuna kitabu hiki tunasoma. Hatusomi tu tuishie, kwa sababu mwisho wa siku katika kitu cha kugundua Afrika tulichopigwa sisi, wametuambia tuvumilie mateso, tuvumilie maumivu, tutapumzika mbinguni. Na mwisho wa siku mbinguni sisi kuja kwenda tusahau kabisa Afrika, kwa sababu ukisoma maandiko kabisa, ya kama kuna watu walienda mbinguni bila shaka akina Elia utasema yeye walienda, Musa yeye utasema yeye alienda, akina Mtume Paulo bila shaka utasema yeye walienda. Ila angalia walikuwaje, walikuwa na maamuzi gani, walikuwa na vipaumbele gani? Sasa wewe umebaki tu na mitazamo tu ya kidini tu fulani ambao umejaziwa tu kichwani, yani tu sasa tutaenda mbinguni, si tutanyakuliwa. Ni hata klipu moja mzee Moses Magembe asema na taarifa za kwamba kanisa litanyakuliwa. Linyakuliwe kanisa gani? Afrika. Sisi tunyakuliwe? Waoga, wazembe, holela, wavivu. Yaani unakuta kwenye vinavyohusiana na jamii hatujihusishi kabisa, sababu sasa tumetolewa ubinadamu, tumefanywa kuwa misukule. Kwa sababu binadamu kabisa lazima awe anawaza, sababu sisi ubinadamu ulipoenda kutolewa Afrika, umetolewa mali padogo tu. Ni ile sehemu ambayo tunaondolewa kwenye namna ya kurekebisha mambo katikati ya jamii, sababu imeandikwa nendeni ulimwenguni mote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Yaani kwa tafsiri nyepesi, nendeni duniani mkae sababu ya majibu ya watu walipokwama. Lakini sisi kama kuna watu tunawafanya kuwa wanafunzi wa Yesu, ni walevi wa barabarani, wanaoiba kuku bila kujua, wanaiba, wanalewa kwa sababu wamekosa majibu. Wewe ndio maana utakuja ukubali Yesu alikuja yeye faraja ya watu wa hali za chini. Ndio maana imeandikwa nimekuja kuwafungua waliofungwa, kuwatangazia masikini mwaka uliokubalika, kuwatangazia masikini kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena. Alikuwa amekuja kwa kuleta faraja kwa watu waliokata tamaa. Hii dunia hii, wenye nguvu wanapambana kwa kila namna, wenye pesa, wenye mali wanapambana kwa kila namna kuwa na sauti ile kuendelea kumnyonya maskini, kuendelea kumnyonya mnyonge. Yesu alikuja awe majibu, awe faraja kwa wanyonge. Ndio maana Biblia inamtaja alizaliwa chini ya laana. Chini ya laana ni nini? Chini ya unyonge. Na ifahamike vinyonge havitaurithi uzima wa milele. Kuwa mwoga tu jamaa. Wewe ukisali tu Pentecost, ukisali tu TG, ukisali EGT, kwa kwanza nakwambia utaenda mbinguni. Huko tu hapo mambo yanaharibika, wewe upo tu huko tu, moyo linaumia, wewe unaumia tu moyo. Yaani kwa kweli haya mambo wanakwambia usihame, ukihama unajua wanaotangatanga sana wanapotea. Yesu atakukuta huko na tangatanga, atanyakua kanisa. Anyakue wapi? Wewe akunyakue wewe? Anyakue hao malaya makanisani hao? Anyakue hao ambao tu wanaimba kwaya, wanazini tu makanisani, waholela, wanashiriki tabia nyingi tu chafu uje wengi ambao hata wanafanya kazi serikalini, ushindo wa Mbondo unakuta hata kwenda mmoja alikuwa ni hawa sio watendaji. Tunasali naye kanisani kabisa, anapokea rushwa mbele ya macho yangu. Ndio wanyakuliwe hawa. Na makanisa yenyewe ambayo wakienda watu wakiwa watu wana pesa tayari washageuzwa kuwa viongozi, lengo wasihame makanisa na kuatisha usihame, usitange.
Imani kabisa kabisa ilikuwa kuwatisha watu. Watu walitakiwa wanaambiwa, ndugu, ukishikamana na kanisa hili, maandiko yanatuambia mtu akitaka kunifuata na ajikane. Ukiweza kusali kanisa hili, sali. Haujaona, kasali kwingine, lakini kuliko ukao tunajiishia unavyotaka. Utashiriki rushwa, utashiriki mabaya, utazini, utalewa kwa siri, utapiga, alafu baada ya hapo uje tukufariji. Yaani utaenda mbinguni. Upumbavu. Mimi nikwambie mtu wa Mungu, na mimi hapa siko kupigia kampeni, yani njoo tu. Kwanza katika kitu nikuweke sawa. Yoyote utakasema sasa naenda nikashiriki ibada hapa, yani hapa tutakuta kuna madramu, kuna magitaa, kuna vinanda. Ndugu, sisi wengine hatuabudu kwa sababu ya ujinga. Tunajua nini tulichokishika, tulichokibeba, kilicho bora zaidi ya vinanda, kilicho bora zaidi ya kanisa au jengo zuri, kilicho bora zaidi ya drum au zaidi ya vinanda au zaidi ya magitaa. Sisi tunaabudu kilicho bora sana, ambacho baba zetu wa imani ambao tukiwasoma kina Yohana Mbatizaji walikaa mapolini jangwani, lakini watu waliwafuata huko hawana vinanda, lakini Biblia inataja kwamba walikuwepo Mafarisayo, walikuwa wanavaa vizuri, wako mijini, watu hawakuwafuata hao. Huyo ndo Mungu tunayemwabudu. Tunataka pengine azirisho kwenye miili yetu, tunataka azirisho kwenye miili yetu, kwenye fahamu zetu, kiasi kwamba hata tukikutana na wasomi wabaki wanajiuliza, wewe umetokana na nini? Wanasema tumetokana na ibada zilizotufanya tukae kwenye milima, tukae mahali ambapo si bora. Sio kayo wanasema mimi kwanza nikuhakikishie, sisi wengine tunasali hata chini ya mti. Tutasali hata chini ya mti, sio tu yani tukute vinanda, tukute hivyo. Bwana kitufurahia kama tu tutapataga pesa, pengine tutavifanya, lakini tupo tunaumiza akili ni jinsi gani ambavyo Bwana anaweza akatubadilisha, akatukaa sababu ya majibu katikati ya jamii. Na kingine ni kuweke sawa, ukija tazamia kukutana na maombi ya muda mrefu, maombi ya muda mrefu na ibada za muda mrefu. Sisi waga tunaomba sana, ibada tu moja tunaweza tukaomba hata masaa 5, 6 au inategemea na 3, 6, 5. Tutaomba tu, tunaabudu, tunaomba tu tukiwa tunajihoji, kwa nini sisi tumekuwa waoga? Kwa nini sisi tumekuwa wazembe? Kwa nini sisi hatufanani na maandiko ya kwenye Biblia? Kwa sababu maandiko yanatuambia nini? Sikia kitabu cha Ufunuo hapa, nikusomea hapa Ufunuo 21 hapa. Ufunuo 21 mstari wa 8 anasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na wao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Waoga wote. Waoga ni akina nani? Ni kuogopa kusimama na wajibu, kisa sijasoma. Yesu mwenyewe hakusoma. Biblia inamtaja kwamba kuna maana anasema amepataje kujua elimu ambayo hakusomea huyu? Yesu hakusoma. Mitume akina Petro hawakusoma, lakini mpaka leo bila shaka unajioja hao jamaa walikuwaje hao. Hiyo ndo maana ya kuabudu hiyo. Hiyo ndo maana ya kuabudu. Hatuendi tukiwa tunajaribu kuonyesha elimu zetu, vyeo vyetu, mali zetu, wake zetu, watoto zetu. Sisi tunaenda tukiwa tunamwinulia macho nyoka wa shaba, tukisema hivi vyote vimeshindwa. Sasa tuko tunakabili, na hapo kwenye kukabili kwenye maombi, ndugu, inatuchukua muda, inatuchukua masaa, inatuchukua muda mrefu. Na ukija si ndo kwanza kukaa tuanze kusema sasa tunajifundisha, inachukua muda mrefu wakati mwingine, na wakati mwingine zinakuwepo shuhuda za muda mrefu. Hatuna cha kwaya. Kwa wewe uliozoea mikwaya kucheza kurusha makalio na kujionyesha, na wanawake na wenyewe unakuta umejipiga umejipodoa na unafanya ili yani pale kukuonyesha jamani, yani sisi hapa tupo tunatafuta pachumba, tunatafuta sisi. Bwana, ukija njoo kwa faida yako. Si hatukusanyiki tuwe tunaonyeshana umalaya. Tupo tunakusanyika tukiwa tunajaribu kujadili jinsi gani tunavyoweza kuwa tija kwenye jamii zetu. Sasa nimekuweka sawa. Yako mengi ambayo bila shaka Mungu ameyaweka ndani yetu ambayo tutakaa tuyaseme, lakini kwa sababu ya muda acha niishia hapa. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nao. Wewe unayetamani kufika kwenye ibada zetu, namba zetu za simu hizo hapo. Tuma ujumbe. Hiyo tarehe 3 mwezi wa 4, tarehe 3 mpaka tarehe 5 tutakuwa na ibada. Tutaifanya. Ila tu ni kuandae, usije ukameweka akili yako kujua ni tutakuta jengo kubwa, jengo zuri. Pengine nitaziweka na picha za jengo letu, tutakuwa naliona. Ni hivyo hivyo unavyoona. Tuko hivyo na hatuoni haya. Sisi tunachoangalia jinsi gani tunaweza tukaa sababu kwanza sisi kubadilika sana. Haya mengine haya tutaendelea kuyafanya napo Bwana akitufurahia. Nikutakie neema ya Kristo Yesu. Hii sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani anasema, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu yule afai katika Bwana, au atimizaye wajibu wake katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika baada ya shughuli ya tabu zake. Tazama, Mungu mhukumu haki, kila mtu yuaje na malipo. Na hii ndio maana neno Maranatha. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nao. Amen.